Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika kikao cha Baraza Kuu la Wafanyakazi Wizara ya Afya kilichofanyika mkoani Mwanza Mei 3, 2026 amesema kuwa kila mfanyakazi ni nguzo muhimu katika kujenga afya na ustawi wa sekta ya afya. Hivyo amesisitiza ushirikiano katika kutimiza jukumu la kuhudumia jamii vyema na kwa ufanisi ili Wizara ya Afya iwe na kazi rahisi ya kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na huduma. Katika utendaji wetu wa kazi ndani ya wizara hii, kila mmoja wetu ana umuhimu katika utendaji wake. Katika kazi zetu hizi hakuna aliye mdogo. Kila mmoja wetu ni sehemu ya mnyororo wa utendaji wetu wa kazi na utolewaji wa huduma kwa Watanzania. Mnyororo huu ndio nguzo pekee inayoweza kutusaidia katika kupunguza au kuokoa maisha ya Watanzania, wale walio kitandani leo hii katika maeneo yao ambao hawajafika mahospitalini, na wale ambao magari ya dharura yani ambulance imewafuata na inawakimbiza, waliopo barabarani wakikimbizwa katika vituo vyetu, hospitali zetu. Lakini mchango huu na mnyororo huu ni wa walinzi walioko magetini ambao kazi yao ni kufungua mageti haraka ili kumwaisha mgonjwa awaishwe katika upatikanaji wa huduma za dharura. Lakini mchango huu ni wa manesi na madaktari wanaompokea mgonjwa na kumtibu, kumsikiliza na kumpa huduma ya kwanza na kumhudumia. Mchango huu ni wa kila mmoja wetu. Pia Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa sekta ya afya inahitaji lugha ya utu na huduma zinazotolewa ziwe za weledi, huku akitoa onyo la kutokuvumilia hospitali yoyote itakayotumia kauli mbaya kwa wagonjwa, kwani kauli inaweza kutibu ama kumuua mgonjwa. Kuanzia makao makuu hadi hospitali za rufaa, kutoka idara hadi kituo cha afya, tuhakikishe huduma zetu zinatolewa kwa weledi na zinatolewa kwa huruma. Hatutavumilia lugha chafu kwa wagonjwa, hatutavumilia rushwa, na hatutavumilia ucheleweshwaji wa huduma usio na sababu wala tija. Lakini hatutavumilia upendeleo unaodhalilisha haki ya mwananchi. Mgonjwa anapokuja kwetu, mara nyingi anakuwa amebeba maumivu makubwa, anakuwa amebeba hofu, lakini pia anakuwa amebeba maswali mengi huko aendako. Kauli yetu inaweza kuwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kauli yetu inaweza kuwa dua au dawa ya kwanza au jeraha la pili. Twende tukachague kauli yetu iwe ni dawa kwa mgonjwa. Tukitoa kauli njema, inaweza kujenga matumaini kwa mgonjwa, hata kama alikuwa na ugonjwa ambao kwa utaalamu wa madaktari wao wanaamini ugonjwa ule pengine una siku kadhaa kwa mgonjwa husika. Lakini tunapojenga matumaini, pengine tunaweza kuongeza muda wa mgonjwa yule kuendelea kuishi. Kikao hicho kilikuwa na lengo la kujadili na kuchambua bajeti ya Wizara ya Afya ya mwaka 2026-2027 kabla ya kupelekwa bungeni na hali kwa ujumla ya watumishi wa wizara hiyo ili kuboresha maslahi ya watumishi na sekta ya afya kwa ujumla. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.